Mada kuu ya leo, mitego ya shetani. Natumai kila mtu anajua hiyo jina, mitego ya shetani. Mitego si jina geni, na tunaelewa maana ya mtego. Mtego ni nini? Tunaanzia hapo. Mtego ni nini? Maana ya mtego. Naam, anza. Mtego. Kama kunasa. Sio kitu ambacho shetani anatumia kutunasa ama kunasa wana wa Mungu. Tunaangalia pambano kuu. Pambano kuu kati ya Kristo na shetani ambalo linaendelea kwa karibu miaka 6,000 karibu linakwisha. Pambano kuu kati ya Kristo na shetani ambalo linaendelea kwa karibu miaka 6,000 karibu linakwisha. Tukisema pambano hilo karibu linakwisha, tunamaanisha kwamba ujio wa Kristo uko karibu. Ama kama pambano hilo linakwisha kwa karibu miaka 6,000, kumaanisha ujio wa Kristo huu mlangoni. Na hivyo mwovu anazidisha juhudi zake marudufu ili kuzidisha kazi ya Kristo. Tunaambiwa kwamba mwovu anazidisha juhudi zake marudufu ili kushinda kazi ya Kristo anayoifanya kwa niaba ya mwanadamu na kukaza watu katika mitego yake, kuwashikilia watu katika giza na kutotubu mpaka upatanisho wa Kristo unaisha. Na huku hakuna dhabihu nyingine tena kwa ajili ya dhambi, ndilo lengo analolitafuta kulitimiza. Tunaangalia sasa, tutaka kuangalia kama kuna wakati ambapo shetani huwa hashughuliki na watu. Ipo wakati ambapo shetani hana haja na watu wengine. Naam, ipo wakati ambapo shetani hashughuliki. Tunaambiwa huku juu shetani anashughulika katika kudunisha kazi ya Kristo, kwa kuwa anajua urejeo wa Kristo kwa karibu. Lakini pia tunaambiwa kama kuna muda fulani shetani hashughuliki. Ni muda upi? Hapana, wakati mtu amekufa. Naam. Wakati shetani hashughuliki na wewe, ni wakati upi? Wakati ambao kunakuwa hakuna kujali, wakati ambao umekuwa kama leo unasalimisha tu, wewe ni wake tayari, ndio maana hashughuliki na wewe. Au pambani kwa ajili ya kujina, sio kutoka kwenye mitego yake. Wakati shetani ashakunasa katika mtego wake, ashakuwa na uhakika kwamba wewe ni wake, kwa hivyo ajishughulishi nawe, anaenda kushughulika na watu wengine ambao anataka kuwavuta zaidi kutoka kwa Kristo. Wakati panapokuwa hakuna juhudi maalum zinazofanya kwa ajili ya kupinga mamlaka yake, wakati kutojali kunapoenea ndani ya kanisa na ulimwengu, shetani hashughuliki. Narudia. Wakati panapokuwa hakuna juhudi maalum zinazofanywa kwa ajili ya kupinga mamlaka yake. Ni mamlaka ya nani hapo tunaongelea? Mamlaka ya shetani. Naam. Wakati panapokuwa hakuna juhudi maalum zinazofanywa kwa ajili ya kupinga mamlaka yake, wakati kutojali kunapoenea ndani ya kanisa na ulimwengu, shetani huwa hashughuliki. Tumeona sababu mbili ama njia mbili ambapo shetani huwa hashughuliki. Kwa kuwa hayuko katika hatari ya kuwapoteza wale anaowaongoza katika utumwa wa mapenzi yake. Tumeona sababu ni kwa nini washughuliki. Hayuko katika hatari ya kuwapoteza wale anaowaongoza katika utumwa wa mapenzi yake. Lakini wakati usikivu unapoitwa kwa ajili ya mambo ya milele na watu wakikuuliza, nifanye nini nipate kuokoka? Anaingia uwanjani akitafuta kupambanisha nguvu zake na nguvu za Kristo na kuzuia ushawishi wa Roho Mtakatifu. Maandiko yanaeleza kuhusu tukio moja kwamba wakati malaika wa Mungu walipokuja kudhihirisha mbele za Bwana, shetani naye alikuja miongoni mwao. Katika Ayubu 1:6, tuangalie Ayubu 1:6. Job 1:6. Kitabu cha Ayubu sura ya 1 aya ya 6. Maandiko yanasema, ilikuwa siku moja ambayo hao wana wa Mungu walikwenda kujihudhurisha
kujidhihirisha mbele za Bwana, Shetani naye akaenda kati yao. Bwana akamuuliza Shetani, umetoka wapi wewe? Ndipo Shetani akamjibu Bwana na kusema, natoka katika kuzunguka duniani na katika kutembea huku na huku humo. Kisha Bwana akamuuliza Shetani, je, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? Inatosha. Nataka urudie fungu la 6. Ilikuwa siku moja ambayo hao wana wa Mungu walikwenda kujihudhurisha mbele za Bwana, Shetani naye akaenda kati yao. Maandiko yanaeleza kuhusu tukio hilo kwamba wakati malaika wa Mungu walipokuja kujidhihirisha mbele za Bwana, Shetani naye alikuja miongoni mwao kwa ajili ya kusujudu mbele ya mfalme wa milele, bali sio kwa ajili ya kusujudu mbele ya mfalme wa milele, bali kwa ajili ya kuendeleza mipango yake miovu ya kupinga haki. Kwa lengo hilo anahudhuria wakati wanapokusanyika kwa ajili ya kumwabudu Mungu. Ingawa kujificha asionekane kwa macho, anatenda kazi kwa juhudi zote kuongoza akili za waabudu. Kama jenerali stadi kutandaza ramani yake mbele, wakati wanapoona mjumbe wa Mungu akichunguza maandiko, ananukuu somo litakaloelewa kwa watu, kisha anatumia ujanja na uwerevu wake wote ili kuongoza na kutawala mazingira ili ujumbe usiweze kuwafikia anaowadanganya. Wakati huo somo linapoendelea, mtu yule ambaye analihitaji sana onyo atashawishika kushughulika na kazi fulani ambayo anahitaji kuwepo kwake, au atatumia njia fulani kumzuia kusikia maneno ambayo hayangeweza kumhakikisha radha ya kutoka uzima hadi uzima. Hapa tunaangalia kwamba hata mnapokuwa katika nyumba ya Mungu, katika kumsujudu Mungu, Shetani huwa naye anakuanga miongoni mwenu, si kwa ajili ya kumwabudu Mungu, ila ni kwa ajili gani? Kwa ajili ya kuendeleza mipango yake, ile mipango ya kufanya ya kuwanasa watu wa Mungu. Nitaruka kidogo. Shetani anajua vizuri kabisa kwamba wote anaoweza kuongoza kupuuza maombi na kuchunguza maandiko watashindwa katika mashambulizi yake. Kwa hivyo anabuni kila aina ya hila, kila awezavyo kushughulika sana na akili. Ni kweli Shetani anapenda kutumia sana akili, kunasa sana akili. Ni hivyo kumekuwepo daima kundi linalojidai utaua, ambalo badala ya kufuatilia kujua ukweli, wanaifanya dini yao kutafuta dosari au makosa fulani katika tabia za wale wasiopatana nao. Washtaki wa ndugu sio wachache, na daima wanashughulika sana wakati Mungu anapotenda kazi na watumishi wake wakimpa heshima kuu ya kweli. Watapamba uongo katika maneno na matendo ya wale wanaopenda ukweli na kutii. Wataonyesha watumishi wa Kristo walio na juhudi kubwa, ari na kujikana nafsi kama waliodanganywa au wadanganyaji. Kazi yao ni kutafsiri vibaya na kuwasilisha isivyo nia ya makusudi ya utendakazi wa Mungu. Hapa tunashawishiwa ya kwamba tuweze kuwa makini, kwa maana Shetani anakaza juhudi zake ili kuweza kutunasa ama kunasa wale ambao wako katika Kristo, kwa kuwa anajua miaka zile za pambano kuu ambayo tumeambiwa ni miaka 6000 ziko karibu kuisha. Kwa hivyo tunaomba hapa kwamba tuweze kuwa makini.